Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 28 Februari, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya watakatifu Romani na Lupicini. Romani alizaliwa nchini Ufaransa. Romani alipofikia umri wa miaka 35, alikwenda kukaa msituni katika mipaka ya Ufaransa na Uswisi. Alichukua daftari aliloandika maisha ya watakatifu na pia alichukua jembe, shoka na mbegu. Kule msituni aliishi maisha chini ya mti mkubwa akifanya mambo matatu: kulima, kusali na kusoma maisha ya watakatifu. Mtakatifu Lupicini alikuwa ndugu yake Mtakatifu Romani. Lupicini alikuwa ameoa lakini akafiwa na mke wake. Baadaye kidogo akafiwa na baba yake. Lupicini akawaza kuwa kama mke wake na baba yake wamekufa, atakayefuata ni yeye. Basi alikata shauri, akaondoka akamfuata ndugu yake Romani kule msituni. Tangu siku hiyo wakawa watu wawili kule msituni. Baada ya muda mfupi, wengine walitaka kuyafuata maongozi yao, hivyo wakajenga nyumba ya watawa. Ndugu hawa waliishi maisha ya kitawa, wakijikita katika sala, kilimo na ufugaji. Hawakula nyama maisha yao yote. Walivaa ngozi za wanyama. Mavazi haya yaliwafaa sana, hasa nyakati za mvua. Watu kutoka mataifa mengine walikuja kwa Romano na Lupicini kuomba msaada wa sala zao, kwa sababu walikuwa wakiwaponya wagonjwa wengi. Siku moja Mtakatifu Romano alikwenda kusali katika kaburi la Mtakatifu Moris siku nzima. Ilipofika jioni, alibisha hodi nyumbani kwa watu maskini na wenye ukoma. Walimkaribisha na kumpa malazi. Kesho yake asubuhi, walishangaa walipoona wamekwisha kupona ukoma wao. Wakati huo Mtakatifu Romano alikuwa amekwisha kwenda zake, lakini wale watu walimfuata na kumkuta njiani, wakamshukuru sana kwa furaha. Romano aliaga dunia mnamo mwaka 460 na Mtakatifu Lupicini aliendelea kuishi utawani, akafariki mwaka 480, yaani miaka 20 baada ya kifo cha Romani. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu Romani na Lupicini. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha funga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 6. Watakatifu wengine tarehe 28 Februari: Watakatifu Cerealus, Populus, Caius, Serapion na Proterus askofu wafiadini wa Misri. Watakatifu Romani na Lupicini, mtuombee.